Karibu katika chaneli yetu ya Madaha TV tukishirikiana na Eko Afya Tanzania, na leo tutakuwa tukizungumzia ugonjwa unaoathiri ndugu zetu, nao unaitwa ugonjwa wa kiharusi au Waingereza wanaita stroke. Nitakuwa na mgeni wangu. Kwa majina naitwa Madaha William Martin kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, mwanafunzi wa udaktari mwaka wa 5. Na mimi naitwa Ali Hamisi Ali kutoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma pia mwaka wa 5. Ndugu Madaha, watu wanasikia tu stroke au kiharusi. Stroke ni nini au kiharusi ni nini? Stroke au kiharusi tunasema ni ugonjwa unaoathiri mfumo wa fahamu kwenye ubongo. Maana yake damu inashindwa kufika kwenye ubongo au kunakuwa na sababu nyingine kama vile damu kuvujilia kwenye mishipa kuvujilia kwenye ubongo na kusababisha madhara makubwa sehemu za mwili. Aha, na sababu hasa zinazopelekea, kwanza kabla tujaenda kwenye sababu, tupate kujua ni makundi yapi yanaathiriwa zaidi na ugonjwa huu wa kiharusi? Na makundi yanayoathiriwa sana na ugonjwa huu wa kiharusi sana sana kwenye nchi yetu ni kuanzia umri wa miaka 45 kwenda juu, sana sana wazee wetu pia kuanzia miaka 65 kwenda juu. Kwa hiyo hata vijana ambao bado ni nguvu kazi ya taifa miaka 45 kwenda juu wanaweza wakapata kiharusi? Ndio, wanaweza wakapata kiharusi au stroke, kwa maana kuna sababu nyingine nyingi ambazo zinaweza kupelekea mtu akapata stroke au kiharusi. Ni sababu gani hasa zinaweza, yani wanaita risk factor kwa Kiswahili, tunaita visababishi vipi vinaweza vikampelekea mtu apate ugonjwa wa kiharusi? Ndio, vitu ambavyo vinaweza vikamweka mtu katika hatari ya kupata kiharusi au stroke. Tunasema kuna makundi ya vitu viwili. Kuna sababu ambazo tunaweza tukazirekebisha na kuna sababu ambazo hatuwezi kuzirekebisha. Sababu ambazo hatuwezi kuzirekebisha, kwanza kabisa ni umri. Umri kuanzia miaka 45 kwenda juu. Hii ni sababu ambayo hatuwezi kuibadilisha. Ni kwa sababu umri unavyoenda mishipa ya ubongo pia inasinyaa, lakini pia presha inavyokuwa kubwa ikija kupita kwenye ile mishipa inaathiri ubongo, lakini pia ubongo huwa unasinyaa. Kwa hiyo watu ambao umri umeenda wapo kwenye hatari ya kupata kiharusi. Kwa hiyo ni sababu ambayo hatuwezi kuibadilisha. Lakini pia tuna jinsia pia hatuwezi kuibadilisha, na watu ambao wapo kwenye hatari kubwa ya kupata kiharusi au stroke ni wanaume ukilinganisha na wanawake, kwa sababu wanawake kidogo wanakuwa wanalindwa na homoni zao zile ambazo huwa wanazo. Ndio, hizo ni sababu ambazo hatuwezi kuzibadilisha. Lakini ukiachana na hizo mbili, kuna sababu ya magonjwa ambayo yanakuwa yanarisiwa kwenye familia ambayo yanahusiana na kiharusi au stroke. Kwa mfano, watu ambao wanakuwa wamerisi kwenye familia yao kuna tendency ya kuwa na magonjwa ya shinikizo la damu kuwa juu, pia hatuwezi tukabadilisha. Lakini daktari, kuna baadhi ya familia shinikizo la damu linarithiwa, lakini kuna wale ambao wanapata shinikizo la damu kutokamana na sababu mbalimbali. Ni kweli. Ndio maana nikasema kuna upande ambao upo ni wa kurithi katika hizi sababu ambazo hazibadilishiki. Lakini pia pressure inaweza inaingia moja kwa moja kwenye sehemu ambazo tunaweza tukazibadilisha. Ambapo sasa kwenye upande wa pili ambako tunasema vitu ambavyo vinaweza kumpelekea mtu akapata kiharusi, maana yake ni pamoja na, kwanza kabisa, pressure kuwa juu au shinikizo la damu kuwa juu. Shinikizo la damu linapokuwa juu au pressure inapokuwa juu, inaweza kapelekea ile mishipa ya kwenye ubongo kupasuka na kuvujia damu katika ile eneo la ubongo na ubongo kushindwa kufanya kazi na mtu akapata kiharusi au stroke. Lakini pia hii pressure inaweza ikasababisha damu kuanza kuganda ovyo ovyo. Damu ikianza kuganda ovyo ovyo kwenye mishipa ya damu inasababisha kutengenezwa kwa mabonge ambayo yanaziba mishipa. Mishipa ikiziba, basi ubongo utakosa oxygen. Na ubongo ukikosa oxygen na madini ya kutosha ambayo yanafanya ubongo kufanya kazi vizuri, maana yake ndio tutaona dalili za kiharusi. Lakini sababu nyingine au kitu ambacho tunaweza tukakibadilisha kingine ni pamoja na kuwa na sukari nyingi kwenye mwili au tunaita diabetic mellitus. Ndio. Kwa mtu anapokuwa na magonjwa haya mawili anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kiharusi au stroke. Lakini kitu kingine ni kuwa na mafuta mwingi ndani ya mwili. Wengine tunaita dyslipidemia au kuwa na mafuta mengi mwilini. Sasa aina ya tunasema ni low density lipoproteins tunaziita. Ukiwa na mafuta mengi ya aina hii unakuwa kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata kiharusi au stroke, kwa sababu yale mafuta yanazuia damu kuweza kufika kwenye ubongo vizuri. Na tukienda taratibu ili tuweze kumfahamisha mtazamaji wetu aweze kuelewa vizuri, tunapozungumzia msukumo wa damu kuwa mkubwa kwenye mwili au tunaita pressure, manake
imezidi kupita kiwango, daktari atatuelezea huko mbele ni nini unaweza kufanya walau kuziwia. Kwa hiyo usitoke kwenye channel yako. Kumbuka vitu vitatu ambavyo amevitaja daktari kwa haraka haraka katika vitu ambavyo vinaweza kusababisha kiharusi. Moja ni mafuta kuwa mengi kwenye damu kupita kiasi, mbili ni ongezeko la sukari kwenye damu kupita kiasi, na tatu ni kuwa na pressure iliyopitiliza. Hizi ni point tatu muhimu, usizisahau kwenye katika wakati tunafuatilia. Ndio, lakini kwa kuongezea pia kuna vitu ambavyo tunasema ni lifestyle ya mtu akiwa na pressure na hizo sukari na vitu vingine, akiwa na hafanyi mazoezi sana, yupo kwenye hatari. Lakini pia akiwa na uzito mkubwa tunasema obesity. Kwa hivyo pia vinachangia, vinaongezea katika swala la kuweza kama vihatarishi vya kuweza kupata stroke au tunasema kiharusi. Lakini pia kuna sababu zingine mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea mtu apate stroke au kiharusi hata kama atakuwa hana mambo haya tuliyoyataja. Kwa mfano, mtu akivamiwa, akapigwa kichwani, akapata ajali yote ile ambayo inapelekea kichwa kuvuja damu, inaweza kampelekea ndugu yetu akapata kiharusi. Sasa daktari anaweza akatuelezea hapa ni dalili zipi atakuja nazo mgonjwa mwenye kiharusi, ambapo kwa haraka haraka hata wewe ukiwa nyumbani unaweza kugundua kwamba hiki ni kiharusi, nimwahishe ndugu yangu hospitali mapema ili kama kuna matibabu ya awali aweze kuyapata. Asante sana. Pamoja na yale magonjwa tuliyoyataja na kukumbusha pia kuna sickle cell. Ugonjwa wa sickle cell pia unaweza ukafanya mtu akawa na selimundu selimundu. Kwa hiyo inaweza kusababisha pia mtu akapata stroke, lakini pia akapata kiharusi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tunaposema stroke au kiharusi kuna sababu nyingi za kupata ugonjwa huu, lakini sababu kubwa katika jamii yetu kwa sasa hivi ni pressure kuwa juu, lakini pia kuwa na kisukari cha muda mrefu, lakini pia na hayo mafuta ambayo tumeyazungumzia ambayo yanakuwa kwa wingi mwilini yanasababisha sana uwepo wa huu ugonjwa. Twende kwenye kitu ambacho umekizungumza ambacho ni dalili za ugonjwa huu. Mtu anapopata kiharusi au stroke, kwanza kabisa atakuja na dalili za mfumo wa fahamu ambao tunasema kwanza anaweza akapoteza fahamu ghafla. Kama alikuwa amesimama anaweza akadondoka ghafla. Akidondoka ghafla anaweza mdomo ukaenda upande au uso ukaenda upande, akashindwa kuongea ghafla. Lakini pia nguvu katika mikono na miguu zinapotea kabisa, au zinaweza zikawa zimepungua kwa kiasi fulani. Lakini pia anaweza akaparalyze upande mmoja kati ya upande wa kushoto au upande wa kulia, au anaweza akaparalyze upande wote. Itategemeana na kiwango cha mfumo wa uathirikaji wa ubongo ambavyo umeathirika. Lakini pia tofauti na hizo dalili tunasema kwamba stroke kama stroke yenyewe huwa inatanguliwa na kitu tunaita transient ischemic attack, au ni kipindi cha mpito cha kuelekea katika stroke. Kwa hiyo kama dalili hizi zitaisha ndani ya muda wa masaa 24, tunasema huyu mtu hana stroke. Kwa hiyo ili tuseme kwamba huyu mtu ana stroke, ni lazima zile dalili ambazo amekuja nazo ziwe zaidi ya masaa 24. Lakini pia tukifanya kipimo cha kuangalia ubongo tunaita CT scan, maana dalili hizi zituonyeshe kwamba katika ubongo kuna sehemu ambayo imeumia. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vitatuambia kwamba huyu mtu ana stroke. Naomba nitie mkazo hapo kidogo. Maana yake ni kwamba kama mtu akipata hichi kipindi cha muda mfupi ambapo amekisema daktari, akapoteza fahamu, akadondoka, akajikuta baadhi ya viungo vimeishiwa nguvu, na baada ya muda akapata nguvu zake kwa kawaida kama alivyokuwa awali, ni vema afahamu hiyo ni dalili inayompa alert kwamba pengine huko mbele anaweza akaja kupata stroke. Kwa hiyo ni vema kumuona daktari mapema ili uweze kupata ushauri nasaha na maelekezo ya kuishi katika utaratibu mzuri kuziwia jambo hilo lisije kutokea sasa hapo mbele. Tuendelee daktari. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa nasema dalili hizi zikiwa ndani ya muda wa masaa 24 tunasema kwamba huyu mtu anakuwa na hicho kipindi cha mpito ambacho tunasema ni transient ischemic attack. Kwamba ni kwa muda tu ubongo umekosa oxygen au ile circulation ya damu kwenda kwenye ubongo. Kwa hiyo baada ya masaa 24 ataendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini kama ulivyosema, hii ni kitu ambacho inabidi mtu ambaye amepata na hiyo kitu aweze kufanya evaluation, aweze kufika katika vituo vya afya kuweza kujua kama yupo kwenye hatari kwa namna gani kuweza kupata stroke, kwa sababu watu wenye kitu kama hicho wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata stroke mbeleni. Na watu watatamani kufahamu sasa, ndio nimemuona mgonjwa ana dalili hizi, nini cha kufanya? Baada ya kumuona mgonjwa mwenye dalili hizi, kwanza inabidi tujue kabisa makundi makubwa ni ya watu ambao wanatumia dawa za pressure au wana pressure au pressure ilikuwa haijulikani ipo, au wenye kisukari cha muda mrefu au wenye mafuta mengi ambao ni obese, tunasema wana uzito
ambao umepitiliza kiwango. Watu wote wenye makundi kama haya hata pia wenye sickle cell, selimundu, watu wote ambao wanakuwa kwenye makundi haya inabidi wakishaona dalili kama hizo, maana tunaanza kuhisi kwamba inawezekana ubongo umeumia na unapata shida, ambapo sasa wanaweza wakapata stroke ambao tunasema kwamba ni kiharusi, ambapo inabidi wafike hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi, kwa sababu madhara ya stroke ni makubwa sana. Na nikumbushe, ni muhimu sana unavyomuona ndugu yako amepata dalili hizi tunazozisema, mfikishe hospitalini mapema. Watu wengi wanaweza kukwambia kwamba haitibiki, lakini tuna nafasi ya kupunguza madhara yanayoweza kutokea kwenye ubongo kama ukimwahisha ndugu yako hospitalini mapema. Lakini kama tulivyoona, tuna viashiria mbalimbali na dalili mbalimbali na visababishi mbalimbali ambavyo vinaweza vikarekebishika. Tunaanza kumsikiliza daktari sasa atuelezee ninawezaje kufanya ili niweze kujiepusha na kupata ugonjwa huu wa stroke. Tukianza na sukari, tukianza na ongezeko la pressure, na ninakumbusha kwamba mara nyingi wagonjwa wenye ongezeko, wenye pressure iliyokuwa juu au shinikizo la damu iliyokuwa juu watalalamika kichwa kuuma kwa kiwango cha juu sana, na baada ya hapo mtu atapoteza fahamu na hapo atapooza. Ukigundua dalili hizo, mwaishe hospitalini mapema kabla madhara kwenye ubongo hayajakuwa makubwa zaidi. Sasa tuende tukamsikilize daktari. Ikitokea mtu huyu ana pressure iliyokuwa ya juu, anawezaje kujizuia asije kupata stroke? Ndio, ili tusiweze kufikia kwenye janga la stroke au kiharusi, maana yake inabidi kwa mtu ambaye ana pressure, inabidi pressure yake siku zote iwe chini. Maana yake tuweze kuhakikisha kwamba pressure haipandi na haiwezi kusababisha madhara ambayo nimeyataja hapo nyuma, ambapo mishipa inaweza kuathirika. Kwa hiyo pressure siku zote inatakiwa iwe iko chini sana. Labda ungewafahamisha watu namba halisi. Pressure maana yake kwa mgonjwa ambaye anaumwa shinikizo la damu, maana yake pressure siku zote inatakiwa iwe chini ya 120 kwa 80. Kwa hiyo walau tuwe na range inaanzia 120 mpaka 139, isifike 140, inakuwa ni hatari kidogo. Na tunaweza tukakumbusha kwamba kwa maelekezo aliyotoa daktari, maana yake tunashauri, inapendeza kama mtu ukiwa na kifaa chako cha kupimia pressure nyumbani na ukao unafanya mara kwa mara uchunguzi wa pressure yako. Unasemaje? Kabisa. Na hilo ni muhimu sana. Na vipi kuhusiana na sukari? Kuhusiana na sukari, wagonjwa wote ambao wanakuwa kwenye sukari kwa muda mrefu, hasa wale wa mama ambao wana kisukari cha muda mrefu lakini umri umeenda, wanakuwa kwenye hatari ya kupata hichi kiharusi cha ghafla. Kwa hiyo inabidi sukari muda wote iangaliwe kwa makini, lakini pia wazingatie milo, lakini pia kuhakikisha wanafika vituo vya afya kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo sukari yao wameikontrol kwa namna gani sukari. Na kwa kuongezea pia, manake yoyote ambaye anajifahamu kabisa yeye ana shida ya sukari, ni vema ukawa na mashine yako nyumbani ili uweze kuwa unaangalia sukari yako kila siku na unaenda unaikontrol, na huku ukiuliza kwamba hapa imepanda au imeshuka, ili watu wakupe majibu ya kitabibu zaidi kwamba hapa sukari yako ipo vizuri. Na kwa kuongezea, hata kama wewe ni mzima hauna shida ya sukari, ni vema kufika hospitalini au ni vema kufika mahali ambapo unahisi ninaweza nikawa ninaijua sukari yangu, kwa sababu kuna watu wengi sukari zao zipo juu lakini hawafahamu na wanaishi huku akiwa pressure ziko juu na sukari zipo juu. Unazungumziaje kuhusiana na issue ya mazoezi daktari? Issue ya mazoezi ni muhimu sana, kama nilivyosema hapo awali kwamba watu ambao wapo kwenye hatari kubwa ya kupata stroke au kiharusi ni watu pia ambao wanakuwa wako uzito umezidi kidogo, umepitiliza. Na uzito tutaujuaje? Maana kuna vipimo maalum ambavyo tunafanya hospitalini kwa ajili ya kucalculate na kujua kama huyo mtu uzito umezidi au hujazidi. Kwa watu hawa inatakiwa wafike hospitalini kwanza kuweza kujua kama uzito umezidi au hujazidi. Hospitalini watashauriwa juu ya kupunguza uzito, lakini pia na juu ya kula, kwa sababu vyakula vinakuwa na ushawishi mkubwa namna ambavyo miili yetu inakuwa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unajijua kabisa ni mnene wa kupitiliza, unaweza ukafika hospitalini kwa ajili ya kupata ushauri, lakini pia watakueleza namna ya kupunguza uzito, lakini pia na kufanya mazoezi itasaidia na kupunguza yale mafuta. Sahihi. Na nikiongezea hapo kwenye issue ya uzito pamoja na mafuta, kama una tape measure yako kama ile ambayo wanaitumia mafundi cherehani, unaweza ukajipima kiuno chako, na kwa mwanamume tunasema kiuno chake basi kisizidi 103 sentimita 103, na kwa mwanamke tunasema kiuno chake kisizidi sentimita 88, na ama ukiona sentimita hizo zimepita, basi ni vema ukaenda kuomba ushauri au ukaanza kufanya mazoezi au ukaanza kufanya diet wanaita
kurekebisha mlo wako ili mradi uweze kupunguza uzito na mafuta kwa ajili ya kuepukana na kuja kupata kiharusi. Dr. Madaha, wito wako ni nini kwa watazamaji na wengine wote ambao wanafuatilia TV yetu? Wito kwa watazamaji na jamii nzima ni kwamba ugonjwa wa kiharusi au stroke ni ugonjwa ambao unaathiri sana jamii, na mahospitalini tunaona sana kesi hizi na umekuwa ukiathiri sana watu wengi, hasa lile grupu ambalo tunasema umri umeenda sana kuanzia miaka 40 kwenda juu. Tunasema kwamba sisi sote jamii, serikali pamoja na watu wote ambao wanatusikiliza ni kwamba inabidi tupate elimu juu ya huu ugonjwa, lakini pia tuweze kuweka mkazo katika kuhakikisha wale watu ambao wapo kwenye hatari au yale makundi ambayo nimeyataja ambayo yapo kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu yanapata elimu juu ya magonjwa yao na magonjwa yao yanaweza kusababisha vipi stroke au kiharusi, kwa sababu watu wengi wanaumwa haya magonjwa lakini hawajui kiharusi au stroke kinatokeaje. Mtu ana pressure muda mrefu, anakuja anaanguka ghafla, anashindwa kuelewa tatizo ni nini, anaanza kusema amerogwa, anaanza kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo mimi nafikiri jamii inatakiwa ieleweshwe na ipate elimu juu ya kiharusi kinavyotokea na stroke kama tulivyoelezea hapo nyuma. Watu ambao wana pressure, watu ambao wana kisukari, watu ambao wana mafuta mengi lakini pia umri umeenda, watu ambao wafanye mazoezi wapo kwenye hatari ya kupata kiharusi au stroke. Na sio kufanya tu mazoezi, lazima uwe na vitu kuanzia 2 vitatu. Sana sana tunasemaga kuna kitu kinaitwa metabolic syndrome. Metabolic syndrome lazima uwe na vitu vitatu kati ya ambavyo nimevitaja ili mtu uweze kupata kiharusi au uwe kwenye hatari ya kuweza kupata magonjwa ambayo yanahusiana na moyo lakini pia mfumo wa fahamu. Asante kwa kutufuatilia ndugu mpenzi mtazamaji katika chaneli yetu, na ninazidi kukusisitiza kwamba madaktari wana vitu vingi kichwani, lakini tunahitaji tuvifikishe kwenye jamii katika lugha nyepesi yenye kueleweka, na sisi tumejicommit kufanya jambo hilo, at least kuzungumza na wewe ndugu mpenzi mtazamaji kwa lugha nyepesi na yenye kueleweka ili tuweze kufikishia ujumbe ambao pengine una manufaa. Lakini pia nilisahau kitu kimoja cha muhimu sana, madhara ya ugonjwa huu wa kiharusi au stroke. Tunasema kwamba unaweza kusababisha mtu akashindwa kufanya kazi zake za kila siku kwa maana huu ugonjwa unaathiri namna ambavyo tunafanya kazi kwa sababu mgonjwa ataparalyze. Akiparalyze mkono, mguu, atashindwa kufanya kazi, atashindwa kuongea na matibabu yake ni ya muda mrefu kidogo na anaweza huyu mtu akashindwa kurudi katika kazi zake kabisa. Kwao tunaweza tukafanya matibabu lakini akarudi kama kawaida, lakini akashindwa hata kubeba ndoo, hata kufanya nini. Kwa hiyo tunashauri sana watu wafike hospitalini mapema wanapoona dalili kama hizi, ili kama kuna kitu cha kufanya tunaweza tukafanya kwa ajili ya kuokoa mwili unavyofanya kazi na maisha ya huyu mtu. Kwa hiyo madhara ni makubwa sana, na katika madhara makubwa ambayo hatuwezi kuacha kuyazungumzia ni kupotea kwa nguvu kazi ya taifa, na kama unavyojua inaathiri watu ambao ni kwenye miaka 45 kwenda mbele, inaweza kashuka zaidi mpaka 40, na hapo tumemtoa baba wa familia, tumemtoa mama wa familia, maana familia inabaki haina nguzo iliyokuwa imara yenye kusimama kwa ajili ya kuweza kuhudumia. Kwa hiyo ni familia inapata shida, taifa linapata shida, na eneo husika inakuwa linapata shida kwa sababu tumepunguza nguvu kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuatilia hiki tulichokisema kwa ajili ya faida nyingi zinazopatikana kwenye level ya familia na level ya taifa kwa ujumla. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe katika channel yetu. Kwa majina anaitwa Ali Hamis Ali na ndugu yangu anaitwa Madaha William. Karibu. Asante sana.